كن طالبا للعلم واعمل صالحا فهما إلى سبل الهدى سببان لا تتبع علم النجوم فإنه والوحي نور كما قال الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. كذلك وحي نور الله سبحانه وتعالى سم نكون منهيبي tumekufunulia Qur'ani kwa amri yetu ruhan min amrina. Hii Qur'ani kaitwa nini? Ruh, ni roho. Wallahi ni uhai wa nyoyo. Lakini wengi katika watu hili wako katika ghafla nalo ule ukweli. Na wewe kama wataka kujua ukweli, jiulize nafsi yako, kwa siku wasoma kiasi gani katika kitabu cha Allah? Juzi niliyotajia, kwa kadri ya vile unavyotaka saada na furaha katika moyo wako ni kadri ya vile unavyosoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana ukisoma zaidi wazidi kupata furaha katika moyo wako kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ni wewe mwenyewe unavyotaka. Ukiuliza kwa kiasi gani nisome hiki kitabu, kwa kiasi ya vile unavyotaka wewe katika furaha ya moyo wako. Bimaana kila ukiongeza ni zaidi. طيب طالب علم ambaye la yatata'u fi qira'ati alquran, yani bimaana akisoma tu hivyo shuka tu yasoma sahali kwake, hamna atakana akhtimishe Qur'an mara ngapi kwa mwezi? Kuna watu waweza kupita mwezi mzima hajakhtimisha Qur'an, mwezi mzima wapita. Talib ilmu mwezi huo, mwezi waandama hajakhtimisha Qur'an, waandamo mwingine mpaka ingia Ramadhani. Ikiingia Ramadhani asema sasa na shamiri, sasa naanza kusoma. Taarraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi shidda. Huwezi, itakuwa nzito sana kwa kweli, kwa sababu nafsi na mazoea usiitii. Hamna basi umechoka sana. Talib ilmu hata kama juzuu 3 kwa siku soma. Juzuu moja yachukua dakika ngapi? Nyingi, dakika 20. Juzuu moja yachukua dakika 20. Kwa kila siku ukiweka jisali moja wasoma juzuu 3. Sasa wewe fanya mchana wako kuna jisali moja wasoma Qur'ani juzuu 3. Kisha na usiku pia badala ya kuchati weka jisali moja usome Qur'ani juzuu 3. Kila wiki maliza Qur'an kama walivyokuwa salafu salih, igawanya Qur'ani mara 7 kila wiki maliza Qur'an. Wallahi jaribu hili, kisha uangalie mabadiliko katika maisha yako. Yani yale mabadiliko utakayoona katika maisha yako ya ajabu katika kila jambo lako. Ikiwa kuna mtu ajiona kuwa hajui kujipanga katika maisha yake, yuenda tu, ajaribu hili. Kuna watu wendao tu katika maisha yao hawajielewi. Jaribu kuisoma Qur'ani kiasi uone namna gani Qur'ani itakavyokunyosha katika maisha yako biidhnillah ta'ala. Qur'an ni ruh, ni uhai. Kuna watu waishi wallahi roho zile za kawaida wanazo, watembea, lakini mtu maiti na yuko hai. Allah subhanahu wa ta'ala, aw man kana maitan fa ahyaynah. Ule uhai watoka wapi? Kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wahi alioteremsha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wataka uhai wa kikweli, shikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kisome kisawasawa. Wallahi utapata uhai hujauona. Na wewe nenda kajaribu, utakubaliana na haya maneno tunayozungumza. Mchana wako jiwekee jisali moja, si lazima liwe la mfululizo. Dakika 20 asubuhi nazo soma juzuu moja, baada ya dhuhuri na dakika 20 nyingine soma juzuu moja, baada ya alasiri na dakika 20 zingine soma juzuu moja, 3 hizo. Usiku ukifika nyumbani kabla hujalala soma. Hauna mahali pa kwenda kwa nyumbani, kisha uangalie mwanzo ule usingizi wako utakavyolala kwa utulivu na raha kabisa, moyo baridi kabisa.
ikiwa Allah amekujalia una sehemu katika usiku wako waamka baada ya kufanya ibada yako ya swala, chukua Qur'ani, soma, kisha uangalie namna maisha yako yatakavyobadilika. ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al iman. Allah subhanahu wa ta'ala ulikuwa hujui kitabu ni nini wala iman. Tafasili al-iman alikuwa Mtume sallam hajui kabla ya kuletewa wahi. walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina, lakini tumekifanya kitabu hiki kuwa ni nuru ambayo kwayo tunamuongoa tunayemtaka katika waja wetu. wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, na hakika wewe unaongoa kwenye njia iliyonyooka.